Bwana, mara baada ya mchezo wa Silver Strikers dhidi ya Young Africans kumalizika, hivi sasa nitakuwa nakuja na kitu kipya ambacho kitakuwa ni kutoa maxi za wachezaji kulingana na performance ambayo wanakuwa wameionyesha kwenye michezo yao ya kiushindani. Sasa nikianza na Djigui Diarra, chini ya 10 nitampa 7. Hakuwa na kazi kubwa ya kufanya, lakini kwenye nyakati ambazo alilazimika kuwa sharp kutoka kwenye lango lake, alifanya kile ambacho kilitakiwa, licha kwamba amejikuta akiruhusu bao mwisho wa siku, lakini siwezi kumweka kama ni muhanga wa kile ambacho kimekwenda kutokea kwenye nyavu zake. Nikienda kwa upande wa fullback kwa kulia, kwa maana ya Israel Patrick Mwenda, binafsi nitampa 6. Nitampa 6. Nafikiri hakuwa na mechi nzuri, mechi yake ilikuwa ya kawaida ambayo kwenda mbele kuna baadhi ya vitu ambavyo hasa kwenye kipindi cha kwanza kuna baadhi ya nafasi ambazo alikuwa anajaribu kuzitengeneza kutokana na cutback cross zake, lakini kadri mchezo ulivyokuwa unazidi kuendelea mpaka kwenda kwenye kipindi cha pili, umakini wake Mwenda ulikuwa unaonekana kupotea, touch yake ilikuwa inaonekana kuwa poor, ufanisi wake ukawa unapungua kadri mchezo ulivyokuwa unazidi kwenda. Kwa hiyo naweza nikampa 6 kutokana na kile ambacho nimekiona kutoka kwake. Mabeki wakati wa kwanza Dickson Job, mimi nitampa 7. Nafikiri alikuwa solid defensively, hakukuwa na changamoto zozote kwa upande wake, alifanya kile ambacho alipaswa kufanya kulingana na mazingira ambayo alikuwa anamkabili. Naweza nikampa 7 chini ya 10. Pacha wake kwenye eneo la ulinzi kwa maana ya Ibrahim Baka, mimi binafsi nitampa 9. Nafikiri kama kuna mchezaji wa Young Africans ambaye amecheza kwa kiwango cha hali ya juu, licha kwamba mwisho wa siku Young Africans wameishia kupoteza ule mchezo, ni Ibrahim Baka. Performance yake mimi nitampa 9 chini ya 10. Sidhani kama kuna kitu ambacho angeweza kufanya zaidi kiukweli kwenye mazingira ya goli, na all round performance yake defensively ilikuwa nzuri. Nafikiri ndo alikuwa mchezaji bora zaidi kwenye huu mchezo kwa upande wa Young Africans. Nikienda kwa Shedrack Isaka Boka kwenye eneo la ulinzi wa kushoto, nitampa 7. Nafikiri performance yake ilikuwa nzuri kiasi, hakukuwa na vitu vikubwa sana ambavyo amevifanya kwenda mbele sana, lakini nafikiri 7 ni fair kwa upande wake. Alikuwa anafanya majukumu yake ya ulinzi katika kiwango ambacho kilikuwa ni kizuri. Nafikiri alikuwa na mechi bora zaidi kuliko Mwenda. Azizi Andambwile kwenye eneo la kiungo cha chini, Azizi nitampa 7 pia. Nafikiri alikuwa na mechi ambayo ilikuwa ni nzuri kwa nafasi yake, hakukuwa na makosa mengi kutoka kwake, licha kwamba kuna nyakati ambazo mpambano wake na Uchizi Vunga ulikuwa unaonekana kuwa intense kila hapa na pale. Kuna muda yeye alikuwa anapata the better of Uchizi, kuna muda Vunga alikuwa anafanikiwa kumwin kila hapa na pale Andambwile, lakini nitampa 7 kutokana na kile ambacho nimekiona. Nikija kwa Mudathir, binafsi nitampa 6. Na nashindwa kujua leo Mudathir alikuwa kwenye majukumu ya aina gani. Yaani kuna muda Mudathir anahusika sana kwenye matumizi ya kukaa na mpira, kitu ambacho nafikiri kinaondoa kwa kiasi kikubwa sana ufanisi wake. Touches za Mudathir zikishaanza kuwa nyingi kwenye mchezo, ufanisi na ubora kwenye kile ambacho anaweza kukifanya kama box to box midfielder kwa kiasi kikubwa sana unakuwa unapungua. Mohamed Doumbia pia nitampa 6, licha kwamba kulikuwa kuna nyakati ambazo kila hapa na pale alikuwa anajaribu kufanya vitu vitokee, lakini ni kwenye nyakati chache sana. Ufanisi wake kwa kiasi kikubwa sana haukuwa kama vile ambavyo tumeuzoea. Nikija kwa Maxi Nzengeli pia nafikiri nitampa 6. Sio kwamba ni nzuri, lakini ni juu tu kidogo ya wastani. Haukuwa mchezo wa kawaida, lakini ni juu kidogo ya wastani. Nikija kwa Pacome, leo kuna vitu vingi ambavyo alikuwa anajaribu kuvifanya kiufundi na hata kupitia uwezo wake binafsi vilikuwa vinaonekana kuwa vinaleta changamoto, na ufanisi wake kuna muda ulikuwa unaonekana pia kuwa ni mdogo pale Young Africans wanapokuwa wamefika kwenye eneo la mwisho, na yeye pia nitampa 6. Nikienda kwa mshambuliaji wa mwisho kwa maana ya Andy Boeli kiukweli mimi nitampa 5. Nafikiri amefanya kile ambacho alikuwa anaweza kukifanya. Mazingira kiukweli hayakuwa rafiki kwa upande wake. Kuna muda unamwona kabisa yuko peke yake, mipira inavushwa tu kwenda kwenye eneo la mwisho, anapata tabu dhidi ya walinzi wasiopungua 2 kwa sehemu kubwa ya mchezo. Nafikiri kwa mtazamo wangu nitampa 5. Performance ambayo ni ya kawaida kiukweli. Nikijaribu kuwatazama kina Ekua ambaye aliingia, pia nitampa 6. Alijitahidi kufanya vitu vitokee hapa na pale, lakini imeshindikana mwisho wa siku. Prince Dube pia nitampa 6. Performance yake nayo ilikuwa ni ya wastani kwenda juu tu kidogo. Alijitahidi kutaka kufanya vitu vitokee, kuna majaribio ambayo alikuwa anajaribu kuyafanya, japo yalikuwa yanaonekana kama vile ni hafifu kwa kiasi fulani. Edmund John naye nitampa 6 vile vile. Duke Abuya naye nitampa tu 6. Performance yake ilikuwa ni
ile ambayo labda angeweza kuitoa kutokana na dakika ambazo amepewa mwisho wa siku. Kwa hiyo ukijaribu kutizama hapo kuna sita nyingi, hakukuwa na standout performance kutoka kwa Young Africans kiukweli ukimtoa Baka. Lakini nikija kwa mwalimu Romain Folz, naye pia inabidi nimpe alama zake. Binafsi Romain Folz kwenye mchezo wa leo nitampa 4 chini ya 10. Yaani kiufundi Young Africans walikuwa poor, kuanzia kwenye namna ambavyo matendo ya kiufundi yalikuwa yanatekelezwa uwanjani, majukumu ambayo walikuwa wamepewa watu kama kina Mudathir. Binafsi sijajua Mudumbia na Mudathir kama viungo ambao walitakiwa kufanya kitu kwenda mbele walikuwa wanatofautiana vipi kwenye majukumu. Kuna muda unawaona wote wana touch nyingi za mpira, Mudathir anahusika sana, Dumbia anahusika. Wakati huo Mudathir ndo anatengeneza sana nafasi kushinda Dumbia, lakini hata mabadiliko ambayo ameyafanya yote yameshindwa kutoa kile ambacho kwa kiasi kikubwa kilikuwa kinamtoa dhamana kwenye michezo ya kiushindani iliyopita kwa upande wa Young Africans. Kwa hiyo yeye nitampa 4 chini ya 10. Na hizo ndo rating ambazo nimeziona kutoka kwa wachezaji na kocha wa Young Africans kwenye mchezo wa leo dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi.